ACT Wazalendo tunataka hatua zifuatazo za dharura na muda wa kati katika kuhakikisha kuwa yaliyojitokeza Oktoba 2025 hayajitokezi tena. Ili hatua hizi ziweze kufanya kazi, kunahitajika nia ya dhati katika utekelezaji wake badala ya hadaa za kisiasa na kujenga taswira ya serikali ndani ya nchi na kwa jumuiya ya kimataifa. Na hapa ningependa tujaribu kuangalia mazingira siku tume ya Jaji Chande wanawasilisha hii ripoti. Sijui ni nchi gani iliwahi au ni wapi unapewa taarifa ya msiba unapigia makofi. Wanashuhudia siku ile rais anapewa taarifa ya mauaji makubwa kama haya, wale waliokuwepo pale wanapiga makofi juu ya hiyo taarifa. Inakupa picha kwamba hakukuwa na seriousness ya kudili na tatizo kubwa ambalo limetokea kwenye nchi yetu, tatizo ambalo ili lisitokee tena lazima tulitafsiri kwa ukubwa wake. Hatua za dharura ambazo tunadhani zinapaswa kufanyika kwa ulazima ni moja, kuanzishwa kwa uchunguzi huru wa kimataifa chini ya Jumuiya ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au SADC, wenye ulinzi kamili wa mashahidi. Masuala muhimu, na hapa tunataka tuzingatie masuala muhimu kwa sababu kumekuwa na dhana kwamba kana kwamba kuundwa kwa jumuiya ya kimataifa ni kuligeuza taifa letu kufanya ile sovereignty yake iwe imekuwa submitted kwa hizo jumuiya. Lakini haya ni mambo ambayo sio ya kweli. Kwanza, jumuiya zote za kimataifa tunazozisema ni jumuiya ambazo Tanzania ni mwanachama. Na moja kati ya wajibu wa hizo jumuiya ni kulinda haki za binadamu kwenye mataifa yote. Lakini sisi tunafahamu Tanzania yenyewe imewahi kutoa viongozi wake kushiriki misheni za jumuiya za kimataifa kutatua matatizo kama haya kwenye nchi nyingine. Aliyekuwa rais wa awamu ya 3 ndugu Benjamin Mkapa alikwenda kushirikiana na Kofi Annan kutatua mgogoro kama huu Kenya baada ya mauaji ya mwaka 2007. Wakafanya kazi kubwa na baadaye wakaitoa Kenya kwenye lile lindi la kutumia chaguzi kuwa ni sehemu ambapo raia wanauawa, kuwa Kenya ya leo ambayo inayo katiba mpya na inaheshimu haki za raia. Na sisi tumeshiriki Sudani ya Kusini chini ya jumuiya ya kimataifa. Kwa leo Tanzania tukisema kwamba jumuiya za kimataifa zije zishiriki kutatua mgogoro huu, inashangaza sana kusikia huyu Jaji Chande mwenyewe wakati anafanya kazi hii. Jaji Chande yeye ni mjumbe wa tume mbalimbali za kimataifa zinazoendelea na uchunguzi kwenye maeneo tofauti. ACT Wazalendo tunapendekeza uchunguzi wa vyombo vya kimataifa ambavyo Tanzania ni mjumbe na anawajibika kutekeleza misingi ya vyombo hivyo, ikiwemo kuheshimu haki za binadamu na utawala bora. Tanzania yenyewe imewahi kutoa mchango katika kutafuta suluhu na amani kwenye nchi kama Kenya, Kongo na Zimbabwe. Lakini jambo la pili, kuachiwa huru kwa watu wote wanaoshikiliwa na jeshi la polisi au wenye kesi kwa sababu za kisiasa, ikiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Lissu. Wote tunafahamu kwamba matukio haya ya kisiasa yanajenga hasira miongoni mwa wananchi, yanaimarisha mpasuko katika taifa. Unawezaje leo baada ya kuwa tumepita hatua hizo zote ukapata ujasiri wa kuendelea kuwashikilia viongozi wa kisiasa na kuwaweka ndani kwa tuhuma ambazo hazina kichwa wala miguu? Uko nasema Tundu Lissu ndo alikuwa mhaini, alafu tarehe 29 yeye akiwa ndani. Kwa haya ni mambo ambayo tunadhani kama unataka kulitoa taifa hapa lilipo lazima yafanyiwe kazi. Lakini pia kuanzishwa kwa mpango wa kitaifa wa kusaidia waathirika wote kifedha, kitabibu, kisaikolojia na kisheria. Tunafahamu waathirika ni wengi na lazima tuwe na hatua ambazo zitachukuliwa ili kuwasaidia waathirika wote ambao wameachwa na ulemavu wa kudumu, wako wanatibiwa mpaka sasa, wamefiwa,
na watoto ambao wazazi wao wamefariki, wameuawa, na familia ambazo wapendwa wao wameondoka kutokana na matukio ya Oktoba 29. Lakini kuchukuliwa hatua za kuwawajibisha wale wote ambao wamechangia yaliyotokea Oktoba 2025 kutokea. Tunatoa wito wa kujiuzuru na kuwajibishwa wafuatao. Lakini wakuu wa mikoa iliyohusika na mauaji ya wananchi wawajibishwe, sababu wao ndio walikuwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila anapaswa kutoka. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa anapaswa kuondoka. Haiwezekani watu wanauawa, wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, halafu eti wewe huwajibiki. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Omari Makame aondoke. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda aondoke. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Generali Ahmed Abasi wanapaswa kuondoka. Hawa ni watu ambao wakiwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama kwenye mikoa yao raia wameuawa. Haya ni mambo ambayo yanapaswa kupewa uzito, na vinginevyo itakuwa hatuumizwi na msiba huu. Watu hawawezi kuwa wanauawa katika taifa lao wakipigania haki zao, halafu wale ambao wanahusika kwenye kulinda haki yao ya uraia wabaki ofisini wakiendelea na shughuli zao, halafu tukajidanganya kwamba jambo hilo haitokaa litokee tena. Litaachaje kutokea tena? Limuathiri nani? Walioathirika watabaki kuwa ni waliouawa tu. Walioathirika watabaki kuwa ni wale waliojeruhiwa tu kwa risasi. Lakini wale waliokuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba risasi hazipigwi kwa raia, wale waliokuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba watu hawauawi, wanapaswa kuwajibika, ili kila mmoja itakapotokea tatizo la namna hii kwenye mkoa wake, kwenye nchi, atizame wajibu wake wa kunusuru taifa lisiingie kwenye mauaji ya raia.